Waheshimiwa viongozi wa umoja, mwenyekiti, katibu, basi na kamati yote, itifaki imezingatiwa. Lakini pamoja na maafisa wenzangu ambao tumeandamana, pamoja na wafanya biashara wote wa minadani wa Dodoma, nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya jioni hii nzuri kabisa, siku ambayo tulipanga kama wana umoja kuweza kukaa pamoja, kutafakari kazi zetu za mwaka mzima ambazo tumezifanya katika mazingira ambayo ni kama yalivyoelezwa kwenye risala. Kwa nafasi hii, kwa niaba ya mkuu wa mkoa, lakini kwa niaba ya mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji, ninapenda kuwapongeza wote kwa jinsi ambavyo mmeweza kuandaa hafla hii nzuri. Hongereni sana. Na jioni ya leo sio ya kusikiliza mambo mengi. Leo ni tunapeana tu maneno machache, tunahabarishana, alafu tunaendelea na sherehe yetu, tucheze, tunywe, tule, tufurahi. Manake Wagogo wanasema tuko kwenye stress free zone. Yaani ni mahali pa kuachia zile stress zote, heka zote za huku na huku, leo tunakwenda kuziachia. Si ndivyo jamani? Basi mimi moja kwa moja nijikite zaidi kwenye risala. Risala ilikuwa nzuri sana, na mimi nipende kuwapongeza kwamba mmeweza kudumisha umoja wenu kwa muda mrefu. Miaka 19 sio kitu kidogo. Maana kama ni mtoto kijana wa miaka 19 anaweza kuanza maisha sasa, si ndio jamani? Na watoto waliozaliwa wakati umoja huu unaanza saizi wako kwenye hatua kubwa sana za kimaisha. Wengine wako vyuo vikuu, wengine wameweza kujitegemea na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa jinsi ambavyo mmeweza kudumisha umoja wenu, na inaonyesha kwamba mna utaratibu mzuri wa kuzingatia katiba yenu. Kwa maana wakati wa kuwatambulishwa hapa tumesikia kuna waasisi, kuna wastaafu na viongozi waliopo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba umoja huu unaendeshwa kwa katiba ambayo inazingatiwa vizuri. Hongereni sana. Nikija kwenye upande wa changamoto ambazo zimeongelewa kwenye risala, kuna tatizo la ofisi ya umoja, kwamba tumepanga kwenye nyumba ya mtu. Hatua hiyo pia sio mbaya, ni hatua ya kujitambua. Mliona umuhimu huo, ndio maana mkaweza kutafuta eneo katika nyumba ya mtu, kwa maana ya kwamba mnagharamia. Kaona kwamba kugharamia eneo hilo kuna thamani kubwa sana, kwa sababu thamani yake sio kubwa ukilinganisha na thamani ya umoja wenyewe. Ni sawa kwa hiyo ndio maana mkaona kwamba ni bora mlipie nyumba hiyo kwa ajili ya umoja wenu, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba mnaunda chombo ambacho kitakuwa imara, ambacho kitaweza kusema kwa ajili yetu sote. Sasa kwa changamoto ambayo mnahitaji sasa eneo kwa ajili yenu, kama serikali itaona ni vema eneo ambalo liko mbele ya ofisi muweze kupewa, hili tunalichukua na tutashauriana na watu wa mipango miji
watupe tafsiri ya matumizi ya eneo lile, na kama itafaa basi tunaweza tukafuata taratibu zikafuatwa na tukapewa utaratibu wa namna ya kutumia eneo hilo. Huo ni mtazamo wa kwanza, lakini mtazamo wa pili ambao pia unaweza ukasaidia kufumbua tatizo hili, tunatambua kwamba halmashauri ya jiji ina maeneo ambayo tunaweza kama umoja tukafika na tukaweza kupatiwa tena kwa gharama nafuu kuliko ambayo tunatumia kwa wananchi wa kawaida. Sijui tunaeleweka? Tunayo maeneo kwenye ninaomba msijisikie vibaya. Tunayo maeneo kwenye soko letu kuu la Jobu Ndugai, ambayo ni maeneo mazuri kabisa, unaweza kupata vyumba vizuri vyenye hadhi, lakini bado kuna maeneo mazuri ya kuweza kufanya parking za magari yetu, yani kwa idadi yake yote, ambako miundombinu yake kule iko mizuri. Hapo linakuja swali kwamba labda kule ni mbali. Lakini ndugu zangu niwaulize, miaka 19 wakati tunaunda umoja wetu, mazingira ya Dodoma hii yalikuwaje? Ni mazingira tofauti kabisa. Na pia tukubali kubadilika. Tukienda kwenye maeneo haya ambayo ninawaambia jioni hii, ni maeneo mazuri na ambayo yataweka heshima kubwa ya umoja wetu. Kwa hiyo mimi ningependa kuwashawishi viongozi wetu waweze kufika ofisi za jiji, wakieleza hitaji la eneo la ofisi ya umoja wetu, tutapata eneo zuri, ofisi yenye heshima ambayo inaendana na hadhi yetu. Kwa hali ya kawaida mtu mwingine anaweza akasema wafanyabiashara wa minadani labda ni watu ni watu ambao yani hawatambuliki. Lakini nataka niwahakikishie kwamba hili ni kundi muhimu sana. Ni kundi muhimu sana kwa ukuaji wa kiuchumi wa nchi, kwa sababu tunajua kwamba mnapokuwa kwenye shughuli zenu mnachangia pato la taifa kwa ushuru ambao tunalipa kila siku. Ni sawa jamani? Tunalipa. Unapolipa basi ina maana kwamba hiyo fedha inakwenda moja kwa moja kuimarisha uchumi wa halmashauri yako, lakini na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo sisi tusijichukulie kama watu dhaifu. Ni watu muhimu sana ambao mnatambulika. Kwa hiyo mnapokuja na uhitaji, serikali inaangalia kwa jicho la tofauti kabisa. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba tunaweza tukapata ofisi ambayo ina hadhi ya kazi zetu. Nafikiri hapo tumeelewana. Lakini nikija kwenye magari, swala la magari kutokuwa na vibali vya LATRA. Hapa sasa hili pia nitaomba viongozi siku ya Jumatatu wafike ofisi za jiji, ofisi ya LATRA. Watamkuta pale, ninaye hapa biashara mmoja kutoka jiji, Mr. Gati Samani. Unaweza kusimama tu, simama wakuone. Basi huyu atatupa mwongozo wa gari zetu zifuate masharti gani, kwa sababu tunajua kwamba kila kitu lazima kiende kwa taratibu na sheria zilizopo.
Ni sawa jamani? Kwa hiyo viongozi mtakwenda kumwona huyu bwana anaitwa Nicholas Gati na anapatikana kwenye ofisi za jiji, ofisi ya mhandisi pale, mtamkuta ofisini kwake. Mtazungumza juu ya swala hilo na atatuongoza namna gani ya utatuzi. Lakini jingine ni swala la mitaji. Sema leo tutaki kuongea sana, nitaongea kwa haraka. Mitaji kwa kweli ni ndio msingi wa biashara yoyote ile. Iwe biashara ndogo, iwe biashara ya kati, iwe biashara kubwa. Zote zinahitaji nini? Mtaji. Lakini mtaji unaupataji. Ingawa mtaji wa kwanza tunasema ni nguvu yako. Ni afya. Ni sawa afya. Lakini mtaji wa pili ni wazo lile ambalo linakuongoza kufanya hiyo biashara ambayo unataka. Lakini sasa kuna ule mtaji sasa wa kuwezesha hilo wazo likafanye kazi. Na hapa tunazungumzia sasa vifaa pamoja na fedha. Na tunazungumzia fedha, ndio maana limekuja neno la kausha damu. Jamani, kwa kweli kausha damu inakausha damu kweli kweli, inasababisha mpaka vifo. Lakini bado sisi kama nilivyosema kwamba sisi ni kundi muhimu kabisa ambalo linatambulika na kuthaminiwa na serikali. Kwa hiyo zipo taratibu ambazo tukizifuata kamwe hatutakutana na watu wakausha damu. Kamwe hatutakutana na watu wakausha damu. Sasa ili kusudi tuweze kuondokana na tatizo hili la kausha damu, pia ninatoa pia maelekezo viongozi wetu. Ndio maana tulichagua viongozi, si ndio jamani? Viongozi wamechaguliwa ili waweze kutuongoza, waweze kututafutia njia ili tuweze kusonga mbele, si ndio jamani? Viongozi hawa siku ya Jumanne wiki ijayo waje ofisi za jiji wakaonane na afisa maendeleo ambaye atawapa utaratibu mzuri wa kunusuru hili kundi sio dogo, ni kundi kubwa sana. Kulinusuru. Atatupa utaratibu mzuri wa namna gani ambavyo tunaweza kusaidika na kuondokana na kilio cha kausha damu. Ninawahakikishia kwamba sio jambo ambalo haliwezekani, ni jambo ambalo linawezekana. Tumeelewana wapendwa? Lakini pia nafikiri hapo nimepita kwenye risala zote nimepita na mapendekezo yenu nimeyapitia. Sasa kwa kumalizia niweze tu kueleza jamani, sisi ni wafanyabiashara ambao tunaweza pia tunatarajiwa kuwa chachu ya maendeleo ya mkoa wetu, lakini hasa halmashauri yetu ya jiji la Dodoma. Na nipende tu kwa fursa hii nipende kuwafahamisha kwamba jamani, Dodoma sasa imekuwa ni ya tofauti. Tunazo fursa nyingi za kuweza kujiendeleza kiuchumi, lakini kuendeleza mji wetu, kuendeleza nchi yetu. Kama tunavyosema kwamba Dodoma fahari ya Watanzania, basi serikali ya mkoa ikishirikiana na halmashauri na uongozi wa halmashauri ya jiji inazo fursa nyingi ambazo kama wananchi wa halmashauri ya jiji tunatakiwa kuzifahamu. Kuna mpango wa ujenzi wa bahari kavu
kuna mpango ambao miradi yote hiyo inaendelea. Kuna mpango wa ujenzi wa airport ya kisasa, airport kubwa kabisa ambayo itaruhusu ndege zile kubwa, kwa sababu viwanja hivi vya ndege pia huwa vinaainishwa kufuatana na aina ya ndege, yani uwezo wa ndege ambayo inatua hapo. Kwa hiyo ni kiwanja ambacho sio cha kawaida, ni kiwanja kikubwa kabisa. Lakini sasa hivi tayari tuna SGR inafanya kazi pale. Lakini pia tunakwenda kujenga mji wa kisasa katika eneo la Hombolo kuzunguka bwawa la Hombolo. Miradi hii yote ambayo ninaielezea hapa itahitaji wafanyakazi wa ngazi ya chini, wataalamu na wengineo expert kutoka nje. Lakini sisi kama wananchi tuna fursa gani? Tuna fursa gani? Tuna fursa za kukuza biashara zetu, kuboresha biashara zetu, kwa sababu wakati hiyo miradi yote inaendelea kutakuwa na mahitaji mbalimbali, mahitaji ya vyakula, mahitaji ya vitu tofauti. Lakini kuna uhitaji pia wa nyumba za kulala wageni. Na mimi naamini kwamba sisi tunaofanya biashara minadani sio kwamba wote tuna mitaji midogo. Kuna watu wenye mitaji yenu mikubwa kabisa. Basi mitaji yetu hiyo tuielekeze katika uwekezaji katika miradi hiyo, kwa sababu kunahitajika mahoteli, kunahitajika migahawa, kunahitajika maduka ya huduma mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi kama wananchi wa Dodoma tuwe na taarifa hizo na tutafute taarifa sahihi namna gani ambavyo tunaweza kushiriki kupitia ofisi zetu za jiji, hasa ofisi ya biashara, viwanda na uwekezaji iliyoko katika halmashauri ya jiji. Lakini pia hata ukienda mkoani kwenye ofisi ya viwanda, biashara na uwekezaji pia utapata taarifa hizi. Basi kwa kusema maneno haya, niwapongeze sana, niwatakie jioni njema na kila laheri katika shughuli zetu. Karibuni kwenye ofisi za serikali, ziko wazi kwa ajili yetu wote. Asanteni sana.